Kijana Franco Fute, mwanafunzi wa chuo cha sayansi na teknolojia ya Mbeya Musti, mkazi wa mji wa Makambako mkoani Njombe, mwenye umri wa miaka 21, amebuni jiko la kupikia linalobadili oili chafu kwa gesi na linatumia umeme kwa kiasi kidogo. Kituo hiki kimezungumza na kijana huyu akiwa nyumbani kwao, ambapo amesema kuwa lengo lake ni kutatua changamoto wanazokutana nazo wapishi wawapo jikoni. Kwa uhalisia ubunifu wangu ulianzia pale nilivyokuwa olevo. Nilivyoona jamii yetu inapata changamoto mbalimbali. Kwa hiyo nikaanza kufikia namna kutatua hizo changamoto katika jamii. Ndio hapo nikaanza kuja na mawazo namna gani nitafanikiwa kutatua hizo changamoto ambazo zipo katika jamii. Changamoto moja hapo ambayo nilikuwa nimeziona katika jamii ni changamoto ya nishati, kwa sababu of course wazazi wetu wanatumia nishati ambazo si salama kwa ajili ya afya yao. Kwa hiyo nikaanza kufanya utafiti namna gani kupata research, namna gani kupata nishati ambayo itakuwa ni rahisi na watu wanaweza kuitumia bila kuwa na madhara kama ambayo yanapatikana kwenye nishati nyingine, kwa mfano kuni na mkaa. Nilivyokuwa advance ndo nilifanikiwa kupata hii project ya kutengeneza jiko ambalo linatumia oil chafu. Niligundua hii kitu wakati mmoja tulikuwa tumewasha oili, tukaona oili inawaka, na pia nikajifunza kutokana na mambo ambayo nimejifunza shuleni katika chemistry. Tunaamini kwamba oil ni petroleum, hata pia gesi ya kwenye mtungi ile inaitwa liquefied petroleum gas, kwa kifupi LPG. Kwa hiyo oil ni petroleum, kwa nikaanza kuamini kwamba kumbe kuna uwezekano wa kubadilisha oil kutoka kwenye mfumo wa kimiminika na nyeka kwenye mfumo. Amesema tangu abuni jiko la kwanza amefanikiwa kutengeneza majiko zaidi ya 100 ambayo yameonyesha ufanisi kwa wateja wake kutoka mikoa mbalimbali hapa nchini, majiko ambayo amesema ni rafiki kwa mazingira. Hii project inaanza mwezi wa 3, almost ndio majiko anaweza kufika hata 100, lakini changamoto ambayo kwenye upande wa soko hizi nimekutana nao, watu wanafanya copyright. Sasa unajua mafundi wakiona jiko, unajua fundi mwenza akaona jiko na kidogo kama anaweza kujiongeza, akajifunza kitu na akatengeneza, unaona. Kwa hiyo changamoto hizo kwenye soko, maana kuna watu wengine wanajua kwenye soko kuharibu soko. Unakuta mtu mwingine anakuja na jiko ambalo hajakidhi viwango. Kwa hiyo unakuta mteja ananunua ile jiko anaenda kulitumia. Akishalitumia anaambia watu wengine majiko ile chafu, sio majiko salama, sio yanatoa moshi, lakini kumbe shida ni nini? Amechukua jiko sehemu ambayo hajaifuatilia na hajajua ile jiko lina vigezo, yani limekidhi vigezo ama hajakidhi vigezo. Mama mzazi wa Franco, Astelia Mlelwa, amesema kuwa sio tu uundaji wa majiko, bali kijana wake amekuwa akifanya shughuli mbalimbali za ubunifu tangu alipotambua kuwa ana kipaji alipokuwa darasa la 6. Franco nilianza kumgundua kipaji chake toka yupo shule ya msingi darasa la 6. Alikuwa anapenda sana kuchukua mabetri na tochi zilizoharibika, anaziungaunga kwa kutumia miazi, anaziunganisha endezeni zinawaka. Baadaye akasema, mama, nataka nikufungie sola, lakini hii sola nayo naiunganisha kwa kutumia haya ya mabetri. Alijaribu hilo zoezi, lakini kwa kipindi kile bado alikuwa hana ubunifu mkubwa. Alishindwa kuiwasha hiyo sola, lakini tayari alishafanya baadhi ya majaribio, akaunganisha, lakini kuwaka tu ndio ilishindikana. Lakini Margaret Ngole ni miongoni mwa wateja waliotumia majiko hayo. Anaeleza ufanisi wake katika kurahisisha mapishi na kuokoa gharama. Mimi nilinunua jiko kwa Franco na litumia, ni zuri kwa sababu linatumia oili. Alafu naivisha haraka, halijanipa changamoto mimi tangu ninunue. Majiko haya wale wanaotumia migahawa akichukua yatarahisisha sana mambo mengi. Hawatatumia mkaa, watakuwa naenda kutumia majiko. Uwepo wa nishati mbadala ni agenda ya dunia ya kulinda maliasili na kuhifadhi mazingira. Ndoto ya Franco ni kuzalisha majiko mengi ili yawafikie watu wengi kwa gharama nafuu.